BMG pamoja daima. Tuna uchaguzi wa serikali za mitaa unakuja. Nawashukuru sana wenye vitu wote ambao mlikuwepo kwa kipindi hiki chote ambacho mlikuwa mpo madarakani. Na najua mnakoma tarehe 30 ndio uongozi tunajiandaa sasa kwenda kwenye uchaguzi. Rai yangu yoyote anayejiona anaweza, twende tukagombea. Wakina mama msiogope, hata mama mmoja aliyeongea. Mmekaa tu hivi mnawasubiri. Sisi ndo tunaolea familia. Sisi ndo tunaojua matatizo ya nini? Ya familia. Tusiwaachie tu akina baba peke yao, na sisi tunaweza. Sijui tunaelewana. Si mnamwona Mama Samia kwani anatuangusha? Si mnamwona yuko vizuri, si ndio? Na ukugombeeni. Anzeni uchaguzi wa serikali za mitaa unaoanza safari hii. Kagombee mwenyekiti wa kitongoji, kagombee mwenyekiti wa kijiji. Tukija mwakani uchaguzi mkuu, mheshimiwa diwani usiniangalie, kagombeeni hata udiwani. Tumeelewana? Gombeeni. Ukipigwa next time unajaribu. Lakini unaenda kugombea ili tuweze kushirikiana nao katika kuiongoza kata yetu, kuiongoza nchi yetu. Usiogope, hata kama utakosea utarekebishwa. Kukosea ni sehemu ya kujifunza, si ndio? Ndio. Cha msingi tu usiwe mwizi. Wizi ndio hamna kukosea. Wizi unakuwa umezamilia. Lakini kukosea katika kutoa maamuzi, tunaangalia nia yako ilikuwa ipi. Kama ulikuwa una nia njema, utarekebishwa tu, utaelekezwa tu. Na kama una watu unashirikiana nao, basi mwisho wa siku watakupitisha tu kwenye njia ambayo ipo sahihi. Na nyinyi viongozi wangu wa chama niwaombe, inapotokea wakina mama wameomba, wapeni nafasi ya mbele, sio ndo muwakatekate sasa mseme tumeelewana. Tena mnamsimamia kabisa, mnahakikisha huyu anafanya nini? Anashinda. Ndio mnatuunga mkono hivyo. Wakina mama tumesema tunaweza bila kuwezeshwa. Sasa mtuunge mkono. Sawa hatutaki mtuwezeshe. Kwa hilo ni la msingi sana. Tunaenda kwenye uchaguzi, sasa hivi ni kipindi. Uchaguzi unaweza kama mwezi wa 10 au 11. Hebu tuangalie. Sasa hivi ni kipindi cha kuchagua viongozi wanao tufaa. Dira yetu iko mbele, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mnakaa mnamwangalia rais yule pale, hivi nimwekee nani anayeendana na sera za nani? Ili twende mbele zaidi. Kwa hili lipo mikononi mwenu. Tutakuja tena kuelimishana, lakini muanze kuangalia kwa sababu uongozi unakoma, na watendaji wa vijiji mliopo muanze sasa, mjue zamana yote narudi mikononi mwenu. Mcheze, maana sasa kuna mwingine anakusubiri, anaweza kaa anasema mwenyekiti anaondoka. Sasa ndo nabaki mnabakia na vijiji, mkae mpaka tutakapomaliza uchaguzi, twende vizuri. Nimewasikiliza yote ambayo mmeyasema. Niwapongeze tena, naangalia hivi sioni mifuko. Naamini zoezi la mifuko mmelizingatia, mlielewa, si ndio? Mimi niwapongeze, tumsifikiri kwamba hiyo ilikuwa ni nini? Mnaita nini ile nguvu ya nini? Nguvu ya soda sijui. Hilo ni zoezi la kudumu. Kwa msije mkaa mmesikia mkuu wa wilaya anakuja mkaokota mifuko yote, alafu baada hapo mnaendelea. Mtendaji, tumesema msiende kwenye nyumba za watu kukagua, kutafuta mifuko ya nini? Ya lambo. Lakini ukimkuta amebeba mfuko wa lambo, huyo halali yako. Tumeelewana? Ukimkuta anatupa mfuko, huyo ni halali yako. Lakini tutaendelea kuwapa elimu ili kwamba mwisho wa siku, kwa sababu tunaona mmeitikia, tutaendelea na sisi kukumbushana ili tusione hii, kwa sababu ilikuwa inasaidia sana kuchafua nini? Mazingira. Lakini sasa hivi ukiangalia mazingira yatakuwa nini? Safi. Ukienda kwenye magulio, kwenye minada, hali ilikuwa mbaya kutokana na mifuko ya lambo. Lakini sasa hivi ukipita unaona mazingira yako safi, hata pasipofagiliwa at least ule uchafu umepungua. Kwa hivyo tuzidi kuunga mkono agizo la serikali la kutotumia mifuko ya nini? Ya lambo, tuachane nalo kabisa. Lakini mmeongea mambo mengi sana. Sisi tumeyabeba yote. Yale yote ya msingi tumeyabeba. Kilimo tunaendelea na sisi kufanya utafiti tuweze kujua, na ndio maana tuliwaletea wataalamu kwa ajili ya kudhibiti manipanya. Na swala la funza na lenyewe tunalibeba, tutaendelea kulifanyia nini? Kazi. Wakati huo endeleeni kushirikiana na wataalamu waliopo kama afisa kilimo walivyowaambia, ili muweze kujua ni dawa gani ambazo ziko sahihi muweze kuzitumia. Lakini vile vile kwa pamba tutaendelea kufanya mawasiliano na makampuni ili tuweze kuwakumbusha waje walipie wale wanaowadai
ili waweze kutoa hiyo pamba na wengine wapate nafasi ya kuweka nini pamba. Manake magala yamejaa, wananchi sasa wakienda itakuwa na ni hatari. Nimepita jana nikaona mvua ikinyesha sijui ile pamba itakuwaje. Manake mmeweka nje, si ndio? Itakuwa na yenyewe italoa. Kwa hiyo nizidi tu tutazidi kuongea na makampuni na bodi ya pamba niliwaambia kwamba na wenyewe watusaidie kuongea na nini na makampuni ili waweze kuja huku na kutekeleza yale tuliyokubaliana kutokana na mikataba yao ambayo tayari wamesha ifunga. Mmeongea swala la maji. Swala la maji nizidi tu kusema na mimi. Mkurugenzi, timu yako, tuwatendeni watu hawa haki. Maji sisi pale mjini nimesema siku zote, tukikosa hata kidogo tu, kelele yake sio ndogo. Kwa kama kuna miundombinu ya maji imeshaletwa mpaka hapa na serikali, hebu sisi wataalamu iwe ni jukumu letu kujiongeza, tufanye nini ili na point B wapate nini maji. Kama maji yako point A, kuyavuta kuyapeleka point B sio gharama kubwa kama ambapo tungekuwa tunaanzisha mradi wa nini wa maji. Hebu tujiweke tayari, tupeleke maombi yetu, tufanye usanifu na kila kitu ili tumalize, kwa sababu hao wananchi mwisho wa siku wanachotaka ni nini? Maji. Cha mwisho nizidi kuwaomba, tuzidi kushirikiana. Mna taarifa yoyote tujulishane, mna kitu chochote tujulishane, msikae na changamoto. Tumeelewana? Msikae na tatizo mpaka linakuwa sugu. DP ya kwanza haitoi maji umekaa kimya, ya pili haitoi maji umekaa kimya, ya tatu mmetoi maji mnakaa kimya, ya nne mwisho wa siku mnachukulia mtandao hautoi nini maji. Kumbe ni tatizo tu la kiutaalamu linalotakiwa kuja. Na watendaji tushirikiane, mshirikiane na wananchi ili kuwa mnatoa nini taarifa ili tuweze kujua. Mwisho kabisa chukueni namba yangu ya simu ili mkiwa na tatizo mnaenda wapi? Ila msinipigie usiku wa manane kama hamna tatizo. Kama leo umeolewa. Mmesikia eh? Diwani anasema niwakumbushe kwamba na mimi nimeolewa tena na Msukuma. Mkiongea kilugha nikiweka loudspeaker na waelewa. Tumesikia? Mkisema kisu atawaelewa tu. Sawa eh? Lakini haya yote ni diwani anatania. Lakini kikubwa tunawapeni namba zetu ili mkiwa na taarifa msikae nazo, msijaze tu simu. Mwingine anaona la anaambia wenzie na namba ya mkuu wa wilaya na namba ya mkuu wa mkoa. Unayo ya nini? Umenisikia? Unayo, una tatizo tumia tunavyowapa, kwa sababu mimi naweza nikawa niko Ngudu. Huku kuna tatizo, hamjapata msaada. Ukiniambia mimi naweza nisije. Sijui tunaelewana. Kwa mfano juzi tumepewa taarifa pale Mande, tulivyotoka Mande pale, kwamba kulikuwa na mtoto maskini ya Mungu ameliwa na nini? Na fisi usiku. Lakini usiku ule nilimwambia OCD, lakini nikatuma watu wangu wakaanza kufanya nini? Kufanya kazi. Mimi mkinipa taarifa naangalia ili linamhusu nani. Kama mngeniambia maji hayatoki, ningemforwardia Boaz nikamwambia nenda. Kaniambia kwa nini kule maji hayatoki, angerudisha nini? Taarifa. Nimeambiwa fisi nikamtuma ameenda. Wameleta nini? Taarifa. Kwa hiyo tunavyowapa hivi namba zetu, wewe usiogope, una swala la aina yoyote kutoka idara yoyote, tujulishe, kwa sababu tunajua nani anayehusika, tutampa. Kama ni la kwangu moja kwa moja, nitajua nishughulikiaje nalo. Lakini kama ni nani uoga namrudishia Seba. Mkimletea huku matatizo yenu ya ardhi mengi mnao kuja nayo kule, huwa namwambia Seba, haya kuna 1 2 3 hangaika nalo, kwa sababu likimshinda inabidi aniambie ameshindwa wapi. Sijui tumeelewana. Tunamletea Seba, lakini pia mnaye afisa tarafa yenu huyu hapa Catherine. Naye tunamletea tena, nawaambia afisa tarafa yenu mwanasheria mzuri kweli, mambo yenu ya sheria ndo ananisaidia hata mimi. Kwa nyesa nyingine mnakimbilia kule mnawaacha hao, afu mimi akinishinda namuuliza hapa sheria inasemaje? Maana mimi sio mwanasheria. Kuwa mkuu wa wilaya sio maana yake unajua kila kitu. Kwa hiyo msiache kutupa taarifa. Tumeelewana ndugu zangu? Lakini kingine tulinde mipaka yetu, tulinde maeneo yetu. Mnaona kuna viashiria vyovyote, mtu amumfahamu, hebu tuendelee kuchukua nini? Tahadhari. Tunakumbushwa hiyo kila siku. Tuchukue nini? Tahadhari. Kwa sababu mtu atasema kwa nini mkuu wa wilaya anasema hivi? Hatutaki tuje tupate taharuki ndo tuanze kukimbizana. Sijui tunaelewana? Wakiona tu kama mtu anajaribu kutuhujumu kwa njia yoyote, tumemchukulia hatua. Ina maana watajifunza, hao wako macho. Na macho yetu sisi ni huku. Sawa jamani? Usiseme hakuna lisilo kuhusu. Kila kitu kina
kuhusu, una haki ya kuhoji. Una haki ya kuhoji, hela hii imekuja, imetumikaje? Umekusanya kiasi gani? Kwa nini hiki hakiendelei? Mbona hatuoni maji? Umeme vipi? Kila kitu ni haki yako kujua ili uwe na nini na majibu. Hatutaki kutengeneza kizazi cha watu wanaolalamika. Tunataka tutengeneze kizazi cha watu ambao wana majawabu. Anakutana na mtu anaongea, anaweza kusema lisimsubiri hata mkuu wa wilaya. Sasa nyingine unakuta watu wanapotosha. Pale pale unaingia kati, unafanya nini? Unajibu tu. Sio, tumeelewana? Nimesema na hapa namba yangu, haya chukueni Voda. Msinipigie mkaniambiaje? Kuna watu wana vituko. Yaani umelala usiku unasikia simu, unashtuka unasema Mungu wangu sijui kuna nini uko halo. Akwambia mkuu, unajua nimekumisi. Umenimisi tu? Namwambia haya asante. Au mwingine anakupigia simu, halo, mkuu jambo. Namwambia si jambo usiku, lakini wakati angeza kuniuliza asubuhi, si ndio? Au nimelala mkuu, nimekuota. Si wote maji ndugu yangu. Wote tunajenga madarasa, tunajenga nini sawa ndugu. Kwa hiyo tunapo hapa namba zetu zitumieni kwa ajili ya nini? Ya kupeana shughuli za maendeleo. Hatukatai kusalimiana. Sawa lakini tuangalie na muda. Na muda gani wewe umelala, umechoka, unasema Mungu wangu ukiona hivi unajua tayari. Alafu mkuu nimekumisi. BMG pamoja daima.